Tacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha watu wako wataifurahia sehemu yao. Sasa sikilizeni. Basi katika nchi yao si tu watakapokufa na kwenda mbinguni basi katika nchi yao watamiliki maradufu. Furaha yao itakuwa ya milele. Sasa nakwambia, nilipokuwa nikipitia harakati za kufanya kazi pamoja na Mungu ili anibadilishe, jambo hilo pia naweza kuambia kuwa wakati mwingine linaweza kuwa la kutia kiwewe na lenye uchungu mwingi. Wangapi kati yenu unajua hivyo? Nyote, sio? Sitawadanganya na niwaambie tu, basi Mungu alinibadilisha. La, ningependa mseme hivyo. Lakini pia ningependa mfahamu kwamba kunaweza kuwa na siku fulani ambapo utahisi kana kwamba umetumbukizwa tu ndani ya jehanamu. Na wala hakuna anaelewa mambo unayoyapitia. Hata wewe mwenyewe huelewi yale unayoyapitia. Na unajikuta katikati ya pale ulipokuwa na kule unakotaka kufika, na hujui namna ya kurudi nyuma wala hujui namna ya kusonga mbele. Na unachoweza kufanya tu ni kuketi pale na kusema, jamani Mungu. Je, kuna yote hapa nani anaelewa ninachozungumzia? Katika nchi hii mtamiliki maradufu ya kile mlichopoteza. Sasa Waisraeli walikuwa watumwa kule Misri. Ni kama mfano wetu tukiwa bado hatujaokoka, watumwa wa kutenda dhambi. Mungu aliwatumia mkombozi Musa, kwetu alimtuma Yesu. Na Musa aliwaongoza ili kuwapeleka hadi katika nchi ya ahadi. Lakini hawakuondoka utumwani na kuingia katika nchi ya ahadi moja kwa moja. Wao walisikia kuhusu nchi ya ahadi. Sisi tunasikia kuhusu ahadi za Mungu. Nina uhakika kwamba mmesikia kuhusu ahadi za Mungu, lakini ikiwa mtasema ukweli, baadhi yenu huenda mtasema, ndio nimekuwa nikisikia kuhusu ahadi hizi kwa muda wa miaka 20. Lakini kusema ukweli ni kana kwamba mimi siishi ndani ya ahadi hizo. Na nilikuwa nimefika katika hali hiyo nilipojiuliza, Mungu, tatizo ni lipi? Na wana wa Israeli walitoka hapo na kuelekea katika nchi ya ahadi. Lakini iliwachukua muda wa miaka 40 kumaliza safari ya siku 11. Kisha Mungu akazungumza kupitia Musa na akasema, mmeishi katika mlima huu kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo kwa upendo wote na heshima naweza kuambia asubuhi ya leo, baadhi yenu mmekuwa katika sehemu moja ya kipumbavu kwa muda mrefu sana. Namaanisha kuwa umepoteza sehemu kubwa ya maisha yako ukihisi kuhukumika kwa sababu ya makosa uliyofanya zamani. Sasa sitaki kusema kwamba hupasi kujali kuhusu makosa uliyotenda siku zilizopita, bali nasema kwamba kuhukumika si suluhu. Yesu ndiye suluhu. Na kwa masikitiko, na najua jambo hili litaonekana la kushangaza kabisa, lakini katika kundi lote la hapo mwanzoni ambalo lilikuwa safarini kuelekea nchi ya ahadi, maelfu na maelfu ya watu ni wanaume wawili tu. Sasa kuna watoto waliozaliwa safarini ambao waliingia katika nchi ya ahadi, lakini miongoni mwa lile kundi la kwanza la maelfu ya watu lililokuwa safarini ni watu wawili tu, Yoshua na Kalebu, ambao hakika walivuka mto Yordani na kuingia katika nchi ya ahadi. Na nafikiri kuwa hiyo inaonyesha bayana idadi ya Wakristo ambao kwa hakika huingia katika nchi ya ahadi na kuishi maisha yao. Sasa nazungumza kuhusu nini naposema kuishi maisha hayo? Sizungumzi kuhusu kuwa na kila kitu unachotaka. Hata sizungumzi kuhusu mali ya kifedha. Nazungumza kuhusu kufahamu wewe ni nani katika Kristo. Kujua nguvu unazoweza kuwa nazo wewe kama muumini. Nazungumza kuhusu kufanya kitu cha thamani unachoweza kufanya maishani. Nazungumza juu ya watu wengine kuja katika ufalme kwa sababu mzima na unapumua.
Nazungumza kuhusu furaha na amani na kuwa imara na kutotawaliwa na kudhibitiwa na hisia zako kila wakati. Nazungumza juu ya kutokuwa na haja ya kumchukia mtu kwa sababu aliumiza hisia zako. Huu ndio ushindi halisi tunaohitaji. Hatuhitaji kumiliki vitu vingi zaidi. Mungu atavishughulikia vitu hivyo. Wewe tafuta ufalme, naye Mungu atakuzidishia vitu hivyo. Na ufalme si vitu. Ufalme ni ukweli huu wa kiroho ninaozungumzia. Kuna watu wengi ambao ni matajiri na ambao wanaishi maisha duni sana. Lakini jambo ambalo watu hukosa kuelewa, nafikiri, ni neno hili miliki. Ina maana gani ninaposema miliki nchi fulani? Mungu alimaanisha nini? Basi neno miliki linamaanisha kuchukua udhibiti kwa kuwapokonya wale ambao wapo pale kwa sasa. Kwa hivyo namaanisha katika nchi unayostahili kumiliki, huwa kuna shetani mdogo ambaye yupo pale. Na shetani huyo anaweza kujitokeza kupitia kwa, wajua. Basi kwa mfano, mojawapo ya mambo niliyokuwa na tatizo nayo ni, jamani, sikuweza kuhusiana vyema na mtu yeyote ambaye alikuwa na hulka kama tu ya babangu. Je, unafahamu kwamba kuna watu fulani ambao sisi huwakwepa? Na hakika tunapaswa kuweza kukabiliana na kila mtu, huku bado tukiongozwa na Roho Mtakatifu, tukifanya kile tunachoamini kuwa Mungu anatuagiza tukifanye. Lakini jamani, kama ingekuwa ni babangu au mtu yeyote mwenye hulka kama yake, ningejifanya kana kwamba. Hata mume wangu Dave aliniambia miaka kadhaa baada ya kuoana, alisema, ukiwa karibu na babako unakuwa kama mtu mwingine tofauti kabisa. Ilikuwa ni kwa sababu nilikuwa na hofu juu ya hulka hiyo na mtu mwenye nguvu anayenidhibiti kwa hila. Na kwa hivyo nikaingia katika namna ya kuishi ambapo nilidhibiti mambo au nilidhibitiwa na mtu mwingine. Sikuwa na hali ya usawa maishani kwa sababu hali hizo zote mbili hazikuwa nzuri. Hazikuwa za kawaida na si mapenzi ya Mungu. Ni wangapi kati yenu mmelazimika kukabiliana na mtu anayedhibiti kwa hila maishani mwenu? Sawa. Basi unaona, jambo unaloweza kufanya ni kusema tu kwamba, wajua, sikiliza, na kupenda lakini hutanidhibiti. Lakini tukiwa na hofu kama zile zangu, hatuwezi kufanya hivyo. Sawa, kwa hivyo mimi hapa nasema, Mungu, nataka kuwa huru. Basi naja katika nchi hiyo ya ahadi. Nafika hapa, na hapa kuna mtu aliye na hulka kamili kama ya babangu, naye anamiliki nchi yangu. Kwa hivyo naweza kukimbia nikirudi kule jangwani. Sawa, sasa sikilizeni. Chochote unachokitoroka kitakusubiri kwingineko. Suluhu ya pekee ni kukabiliana nacho. Hebu niseme tena, suluhu ya pekee ni kukabiliana nacho. Kabla ya kuwa mfalme, ilimbidi Daudi akabiliane na Goliathi. Na kwa hivyo badala ya kukimbia na kuepuka watu kama hawa, ikiwa nilitaka kupata nchi hiyo yenye uhuru ambayo Yesu alikufa ili anipe, ilinibidi nikabiliane na watu hao. Basi siku moja nilikuwa ninaomba na Roho Mtakatifu akanena na moyo wangu na akasema, nataka uende ukakabiliana na baba yako. Na kisha akasema, lakini muda hujawadia bado. Nilimshukuru Mungu. Lakini nataka tuweke akilini mwako kwa muda utawadia na nitakutayarisha. Bado haikufanyika kwa urahisi. Wakati ulipowadia na Mungu akaniambia niende nifanye hivyo, nami nikaenda. Babangu alikuwa ameketi kwenye kiti cha kujiegemeza. Nilikuwa sijawahi kukabiliana naye hapo awali kuhusu yale aliyonitendea. Na mamangu alikuwa anakimbia huku na huko ndani ya nyumba akifanya shughuli zake. Na tayari alikuwa amewahi kuwekwa katika hospitali ya magonjwa ya kiakili kwa miaka mingi kwa sababu alikuwa anajificha kutoka kwa yale mambo ambayo babangu alikuwa ananitendea. Kwa hivyo nilikuwa nikijaribu kumlinda mamangu huku nikimkabili babangu. Na hali hiyo ilikuwa ngumu sana na nilikuwa natetemeka sana. Mungu akikuagiza uende ufanye jambo fulani, haimaanishi kuwa litakuwa rahisi kufanya.
Lakini namna ya pekee ya kupata uhuru ni kuchukua hatua na kufanya kile Mungu anataka ufanye, na hatimaye uibuke mshindi. Amen. Naamini kwamba mnaelewa. Naamini kwamba hakika mnaweza kuona taswira ya yale ninayoyazungumzia, kwa sababu naamini kuwa ningeweza tu kuambia asubuhi ya leo, Bwana anasema na kuamuru uende ukabiliane na hali fulani na fulani na fulani. Si sasa hivi, lakini kuwa tayari. Jitayarishe kiakili. Kisha hali fulani itatokea na utalazimika kuamua kama utatoroka tena. Na sizungumzi tu kuhusu kukabiliana na watu ambao kukabiliana nao ni vigumu. Wangapi kati yenu sasa hivi mnaweza kufikiria kuhusu jambo fulani ambalo mmekuwa mkilitoroka? Unavyozidi kutoroka jambo hilo, itakuwa vigumu kwako kuwa huru kutokana nalo. Chukua hatua hata kama unaogopa. Amen. Ujasiri si kutokuwa na hofu, bali ni kule kutenda kile unachojua unapaswa kutenda hata unapohisi hofu. Ikiwa una hofu maishani mwako, miaka kadhaa iliyopita niliandika kitabu kinachoitwa Kuishi kwa Ujasiri. Kinazungumzia juu ya kila sehemu ya hofu maishani mwako na jinsi ya kukabiliana nayo na kushinda. Sasa Yoshua na Wanaisraeli walipoingia katika nchi ya ahadi, ukisoma Biblia basi utagundua kwamba walilazimika kuwapokonya wengine ndiposa wapate kumiliki. Hebu tutazame kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 2 na 3. Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende katika nchi niwapayo wana wa Israeli. Kwa hivyo Mungu anasema, tazama nimewapa nchi hii. Sasa hebu sikiliza kile Mungu anasema. Kila mahali zitakapopakanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Kwa hivyo kimsingi anasema kuwa nchi ndiyo hii. Nawaambia kuwa kuna uhuru, kuna furaha, kuna amani, kuna haki, kuna nguvu, kuna ushindi. Sasa nende ukayachukue. Basi sasa sizungumzi kuhusu kujiingiza katika kazi za kimwili. Ninachozungumzia ni kwamba Roho Mtakatifu anapokuongoza kufahamu kwamba wakati fulani ndio wakufaa katika maisha yako. Na napenda hii. Kila mahali mtakapokanyaga. Na unajua nini? Nimekuwa nikifanya kazi hii kwa muda miaka 40 na bado naendelea kumiliki sehemu mbalimbali. Hakika si vibaya sana punde unapogundua kwamba hiyo ni sehemu tu ya mpango wa Mungu. Amen. Na kwa hivyo endelea kumiliki nchi yako tena na tena. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hivyo mwana wa Mungu anapokuja kuishi ndani yetu, tunapaswa kuendeleza kazi ile aliyoanzisha, na kila siku tuwe tayari kumweka shetani mahali pake. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Na huhitaji kupigana na shetani kila wakati. Ndiyo uko vitani, lakini huhitaji kupigana na adui kila wakati. Unahitaji tu kujua ukweli. Ikiwa unajua ukweli na matendo yako yaambatane na ukweli huo, basi ukweli huo utakuweka huru. Jameni, ikiwa unajua ukweli na matendo yako yaambatane na ukweli huo, basi ukweli huo utakuweka huru. Kwa hivyo tuko katika hali ya kupata marejesho. Mungu anafanya kila kitu upya. Marejesho mapya, kutubu na kufanywa upya. Na neno upya lina maana kwamba unarudi katika hali ya hapo awali. Kutubu ni neno la kufurahisha kwa sababu upenu ndiyo sehemu ya juu zaidi katika jengo. Kwa hivyo tunapotubu, tunarudi hadi katika sehemu ya juu zaidi tunaweza kuwa katika Mungu. Amen. Basi nilikuwa nafikiri kuhusu hali ya kupata marejesho, na wakati mwingine huwa na unajua, acha nitoe tu mifano mizuri. Na kwa hivyo ikiwa unafikiria kuhusu mtu anayejaribu kurejesha fanicha zake zilizozeeka katika hali mpya, sijui wewe, lakini mimi wakati nilipoingia katika uhusiano wa dhati na Mungu, nilihisi kana kwamba nilikuwa fanicha zilizotumiwa na kuzeeka.
Mungu, nipe marejesho. Basi ikiwa nitapeleka kabati langu mahali ambapo fanicha zinafanyiwa kuwa mpya tena, zoezi hilo litakwenda vipi? Jamani. Sikiliza, ikiwa umewahi kurejesha fanicha yako yoyote katika hali mpya, basi utaelewa ninachosema vizuri. Jambo la kwanza linalofanywa ni kubambua. Kwanza inanibidi nibambue rangi iliyozeeka. Jamani, kulingana na kiwango cha uzee cha fanicha hiyo, huenda ina safu kadhaa zenye rangi tofauti. Sasa sijui wewe, pengine Mungu anakushughulikia kwa namna tofauti, lakini acha nikueleze jambo, vitu vingi vimebambuliwa kutoka kwangu. Wewe unajiuliza, basi unamaanisha nini? Neno hilo linasikika kama ni la kikatili. Jamani, Mungu ni mwema, hawezi kutenda jambo ikiwa jambo hilo si jema kwetu. Sawa, hebu nitolee mfano. Siku moja niliagizwa kutoka katika kanisa fulani ambapo alihisi kwamba nilikuwa na msimamo mkali. Basi jambo ni hili. Hali hiyo ilikuwa ya kutia uchungu. Kanisa langu, marafiki zangu na maisha yangu ya kijamii yalibambuliwa kutoka kwangu. Lakini unajua nini? Sikutaka kuondoka mahali hapo. Tunaelewana? Kwa hivyo Mungu aliwatumia viongozi wa hapo kuniondoa hapo, kwa sababu hapo si mahali Mungu alitaka niwe. Na bila shaka wajua, Mungu kama mtaniruhusu nitumie neno hilo, aliponibambua kutoka kwa watu hao, kilichofanyika ni kwamba watu hao wote walinigeuka. Ilikuwa ni hali mbaya na ya kipumbavu, siwezi hata kuanza kueleza kilichofanyika. Yaani hali hiyo ilikuwa ya kichaa. Ghafla walikuwa wakinisengenya na kuzungumza juu yangu, na mmoja wa wasichana wa hapo alitaka kazi yangu, alikuwa anataka kuongoza mafundisho, na mtu mwingine tofauti alikuwa na ilikuwa kana kwamba Mungu wangu, ilinitia uchungu sana. Nilikuwa mpweke sana. Nilihisi nilikuwa nimekataliwa kabisa. Sikuelewa kabisa mambo hayo. Yaani kwa miaka 3 nilikuwa natembea huku nikisema, jambo gani hili limetokea? Na nilikuwa mpweke sana. Lakini unajua nini? Nilikuwa nimefika kiwango kingine. Na sasa huduma yangu ilikuwa inapanuka kidogo, inakuwa kubwa kidogo. Na Mungu hakutaka niwe na ushawishi wowote juu ya maisha yangu wakati huo, ila ushawishi wake pekee. Na naweza kuwasimulia hadithi moja baada ya nyingine, lakini ikiwa unaweza kuwa na mtazamo sahihi kuhusu hali kama hizo, unaweza kuziombea kutoka moyoni mwako, Mungu, nataka ubambue kila kitu ambacho si chema kwangu. Kila kitu kinachozuia kazi za ufalme wako. Na sijali nitapiga yowe au nirushe mateke kiasi gani, ikiwa utalazimika kunifunga kwa kamba kwenye madhabahu, tekeleza kile unachotaka kutekeleza maishani mwangu. Jamani, pengine umepoteza kazi ambayo ulithamini sana. Jamani, mimi nilistaafu, nilikumbana na jina langu mlangoni, naenda kupandishwa cheo. Kisha ghafla unasimamishwa kazi, unaachishwa kazi. Sasa unamkasirikia kila mtu. Haya basi, hakuna tena nafasi ya kubambuliwa. Pengine unafurahi kwa hatua moja imetatuliwa, sivyo? Kupigwa msasa je? Je, kuna mtu yote maishani mwako ambaye amewahi kukufanya ukasema, hulka yake inanikera mno? Jamani, Mungu anawatumia kama kifaa cha kupiga msasa katika maisha yako, kwa sababu wewe ni kama lulu yenye thamani, lakini bado hujachongwa vilivyo, na anajaribu kuchonga sehemu ambazo bado hazinyanyooka vizuri ili akufanye wewe maridadi kama anavyotaka. Jamani, siko kama nilivyokuwa miaka 40 iliyopita. Na pengine Deva anahisi kana kwamba amekuwa katika ndoa na wanawake 20 tofauti katika kipindi cha miaka 40 iliyopita. Kila baada ya wiki chache kuna toleo jipya. Alianza vyema, lakini Mungu alilazimika kunishughulikia.
anatubadilisha kidogo kidogo kutoka utukufu hadi utukufu. Na kile ninachotaka kutoka kwako asubuhi hii ni kwamba usijikasirikie kwa sababu hujafika. Kuwa tu na furaha kwamba Mungu hajakufa moyo kwa sababu yako na bado anakubadilisha. Amen. Basi baadhi yenu mna watu maishani mwenu sasa hivi ambao kwako ni kama kifaa cha kupigia msasa. Mpendwa, nitakwambia hivi. Nitasonga mbali nao. Nitafute wengine wawili kama hao. Nikana kwamba yani Mungu anapokufuata afadhali hata usijaribu kumkwepa, huwezi kumkwepa. Na kwa hivyo baada ya kung'olewa, kubambuliwa, kupigwa msasa, unapata vitu vipya, mambo mapya hapo. Kisha sasa kuna kutiwa muhuri. Na napenda maandiko haya katika kitabu cha Efeso wa kwanza yanayosema kwamba tumetiwa muhuri katika Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hivyo hiki kiumbe kipya ambacho tumekuwa kimetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu kikamilifu. Jamani. Kisha kunakuwa na kupakwa rangi mpya na kung'arishwa. Huenda unasema, basi wajua, nimekuwa nikitembea na Bwana kwa muda wa miaka 40 na bado napitia baadhi ya mambo haya. Ndiyo, unajua nini? Haijalishi fanicha yako imechakaa kiasi gani, bado huwa inakuwa chafu na ni sharti ing'arishwe. Na najua kwamba mara kwa mara Mungu huning'arisha katika sehemu fulani za maisha yangu. Je, maiko na mambo yanayowafika ambayo mlifikiri kuwa yalikuwa yamekoma na mlimalizana nayo? Wagalatia 5:1, katika ungwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Kwa nini hali hiyo inatokea? Kwa sababu kama vile kuna safu nyingi kwenye fanicha ile ile ambayo inahitaji kurejeshwa katika hali mpya, mara nyingi sisi pia tuna safu nyingi moja juu ya nyingine. Na kwa sababu Roho Mtakatifu anafahamu muda unaofaa, anatuongoza na kutufikisha mahali ambapo tunasema, wow, nimefaulu. Ndiyo, asante Mungu, wewe ni mwema sana. Kisha ghafla hujui nini kimetokea. Unaamka asubuhi moja na unakuwa na fikira nyingi zisizofaa. Jana ulikuwa unafunza kuhusu kutoa hukumu watu wengine. Leo asubuhi ukimwona mtu yeyote unasema wewe hauko hivi na wewe hauko vile. Jamani, sinasema ukweli? Na bila shaka shetani anakutaka ufikirie umerudi nyuma, umemfungulia shetani mlango, pengine hata hujaokoka kabisa. Ni nini mbaya na mimi? 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 Na tunafaa kufahamu kuwa tumeshambuliwa. Bado kuna nafasi ndogo ambayo shetani anaweza kutumia kutuingilia. Na Mungu yuko tayari kushughulikia hilo pia, endapo tutasimama imara na kudumisha tumaini letu kwake. Sielewi kinachoendelea, lakini nataka mapenzi yako yatendeke maishani mwangu. Na natarajia utayashughulikia haya. Amen. Fuata mwongozo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu kamwe hata kuongoza kuelekea mahali pabaya. Atakuongoza katika uzima na ukamilifu na marejesho. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.